Lakini angalia hiyo Jumapili. Mimi sina kitu. Nauza mbala langu naenda kuiona Simba yangu. Mimi nauza mbala ili hapa ili mbala ili nauza. Naenda kuiona Simba yangu. Nauza nyumba yangu nikaiona Simba yangu. Nauza gari langu nikaiona Simba yangu. Naenda kubeba matakataka mimi nikaiona Simba yangu. Naenda kubeba mizigo mimi nikaiona Simba yangu. Nitauza karanga mimi nitachonga machungwa nikaiona Simba yangu, lakini ninachoenda kukitoa kwa Simba yangu ni jasho langu na najua naenda kuichangia timu yangu. Ndio maana Mario kaambia ile. Hapo ile nyimbo nimeona ndo ikiimba ile nyimbo nakata viuno kishenzi. Wanapenda pam pam pam. Wanapenda bure bure naondoka. Taondoka bwana, nitaondoka. Wanapenda bure bure. Wanapenda bure bure tu. Pam pam pam. Yanga bure 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 pam pam. Bwana Mario ile nyimbo ndio maana Pakoma alikata viuno sana. Kumbe jamaa bure bure pam pam pam. Wanapenda bure bure pam pam. Kwa hiyo bure hiyo. Ndio bure itawaumiza. Mbaya ya bure. Lazima umlipe alokulipia. Mimi napata hofu hapo Tanzania wengi tumepoteza vijana. Sasa isije tukazidi kupoteza kizazi cha sasa. Maana bure inakuwa na madhara. Hamna mtu atoe hela yake bure shekhe. Hakuna. Leo utapataje mafanikio ukiwa wewe kila kitu unalipiwa? Supu unalipiwa. Jezi unapewa bure. Uwanjani unapelekwa bure. Tiketi unataka ulipiwe. Nimeona kuna wanaume wengine wanazungumza wanaume kabisa akakubali gari amekaa kabisa. Tunaomba GSM tuwekee maji kwenye kiti, tuwekee na pilau sahani moja, tukiingia pale yaani tunywe maji ya bure na pilau la bure. Mwanaume au mtu mzima mwenye akili zako anaenda kuzungumza hivyo vipi? Klabu yako itarani vipi kutoka ilipo kwenda sehemu nyingine kwa unataka kila kitu pewe bure? Yaani chakula upewe, maji upewe, uwanjani uingie bure. Basi wewe kwa mtu wewe sio lijali kama mwanaume utakuwaje lijali? Kila kitu unataka kila kitu yani wewe upewe bure. Mimi niwaambie huu ni msiba. Hatufurahikiwi sana kupewa watu vitu bure. Itokee dharura. Sio ndio story yenu hiyo, kila kitu bure. Mnaua thamani ya mpira, mnaufanya mpira uonekane hauna thamani. Leo Ulaya ambako ndio mpira huko juu kwa zaidi yetu. Mtu ananunua tiketi ya msimu mzima anatoa pesa kibao na hata timu yake ikisafiri sikia wanasafirishwa Ulaya. Leo juzi watu wamesafirishwa hapa mpaka machawa ambao wanavaa Simba wamesafirishwa wamepelekwa Malawi. Janaume zima limekaa linatamba. Namshukuru kiongozi ambaye jezi ya timu pinzani. Namshukuru kiongozi kaleta huku na ogelea kwenye swimming pool. Gharama za swimming pool baada ya mechi kuisha unazilipa. Kwa sababu mwanaume mwenzio akikufanyia kitu lazima umlipe. Sasa je, gharama ya mwanaume mwenzio kukupeleka, gharama mwanaume mwenzio kukuchukulia hoteli nyota 5, gharama mwanaume mwenzio kukodea swimming pool, gharama mwanaume mwenzio kukununulia maji, gharama wewe umekaa unatamba mimi nimelipiwa, nashukuru mtu fulani, nashukuru je, baada ya zile gharama unalipa gharama na unalipa kwa mazingira gani? Tuambie vitu vyote vinavyofanyika. Usiseme umelipiwa tu na umesafiri. Sema jamani mimi nimefanyiwa hivi lakini nimelipwa, nimeenda kumlipa huyo mtu kitu hiki. Mbona unapolipa useme? Tutangazie tujue unacholipa kitu gani. Kwa hiyo mimi niseme tu, mambo ya kuingizana bure ni ya kishamba na mambo hayana thamani na hayana afya katika mpira. Niwaambie ukweli tu kwa sababu vilabu vyetu vya mpira wetu walizaa. Inategemea mapato. Kuna siku nishamsikia rais wao engineer anasema vilabu kweli vina hasara. Sasa kama wanasajili wachezaji kwa gharama kubwa, wanalala hoteli mzuri, wanalipa mshahara vizuri, unategemea kwamba msingi wako ni mashabiki na wanachama ili wachangie kitu chochote katika klabu yako kuingia uwanjani, unaingiza mapato klabu yako. Ukichangia jezi unaingiza mapato. Wao kila kitu bure. Sasa mpira wetu unaenda kurani wapi? Kwa hiyo mimi niwaambie ndugu zangu, waachane na yale mambo ya kizamani, wachamasishana eti. Wameanza 35 sio wote wadogo. Hata Simba wadogo. Toka 35 mpaka leo 2026 mnahamasishana. Basi nyinyi mtakuwa mazezeta. Kama zezeta lile kila siku unamwambia leo liko hivi. Miaka 91. 91 uko hivi. Basi wewe ufundishiki tena utakuwa zezeta. Kama miaka 91 bado unahamasisha. Wewe utakuwa mtu aina gani? Bro, mimi nakupa mfano. Angalia Simba. Tumepotea miaka 4 wala Simba tuna furaha.
kwa sababu gharama za kuiona Simba na gharama za kwenda kuipambania Simba tunatoa wenyewe. Ukimwona mtu anakosa furaha timu ikifungwa, tajiri atoe hela. Kwa hiyo ndio maana watu wanataka kupewa bure ili ndio wabembelezwe. Kwa hiyo timu ile imekuwa kama ya kubembelezana, wale sio watu wa mpira. Kwa sababu leo jitu zima kabisa limekaa na familia, linataka liwekewe na biliani, liwekewe na chupa ya maji kwenye kiti atakachoenda katika ameenda kuingizwa bure. Wewe unaona watu wao si msiba huu jamani? Huu msiba katika mpira wetu, haya majanga. Tena vijana mzima ina midevu. Tuwekee na chupa ya maji, tuwekee na pilau, tule na mwanaume unapewa vipi na unamwambia vipi unakubali kirahisi? Unakubali vipi? Ukiambiwa ulipo utalipa. Kwa sababu sisi tunatoa hela zetu kana tiketi, tunaingia uwanjani. Leo mechi yetu Jumapili ya kukamilisha raundi ile twende katika makundi, Mwenyezi Mungu akijalia. Hatujaridhika. Sababu mechi haijaisha. Mechi haijaisha na wana Simba tuwaambie kweli hatujaridhika kweli. Mechi haijaisha. Kwa sababu mpaka sasa hivi si bila na wale jamaa bila. Si bado tuna uchu. Ili timu yetu ifanye vizuri zaidi, lazima ukate tiketi uingie uwanjani usupport timu yako. Lazima ukifika uwanjani kuna kina mama pale wengine wanauza bajia, wanauza maji, wengine wanakaanga kuku. Tuwachangie ili familia zao ziende uongo. Lakini hata wale biashara wanalalamika, siku mwiko nyuma wakicheza, hawauzi maji, hawauzi asikilimo, hawauzi chochote marefa hawauzi. Sasa watu wa design gani wako kwenye dunia gani? Lakini angalia hiyo Jumapili. Mimi sina kitu. Nauza mbala langu naenda kuiona Simba yangu. Mimi nauza mbala ili hapa ili mbala ili nauza. Naenda kuiona Simba yangu. Nauza nyumba yangu nikaiona Simba yangu. Nauza gari langu nikaiona Simba yangu. Naenda kubeba matakataka mimi nikaione Simba yangu. Naenda kubeba mizigo mimi nikaione Simba yangu. Nitauza karanga mimi nitachonga machungwa nikaione Simba yangu, lakini ninachoenda kukitoa kwa Simba yangu ni jasho langu na najua naenda kuichangia timu yangu. Mijitu inataka iwekewe mpaka maji ya GSM, iende kuwekewa na pilau na magari ya kwenda uwanjani bure. Huu msiba katika mpira wetu, msiba. Tuzungumze ukweli, huu msiba. Mnapendaje vya bure bure? Zamani tumetoka katika hali ngumu. Timu zetu zilikuwa zinalala lodge, sio hoteli. Leo wachezaji wa timu hizi huwezi kuwalaza lodge. Timu zetu zamani mshahara mchezaji akisajiliwa milioni 3. Lunyamila akashasajiliwa milioni 3 hata kwa wana nyingi. Leo usajili zaidi ya milioni 700 800. Wewe mwanachama unachangia nini klabu yako? Kama hata uwanjani na kabule na uwekewe na maji na sahani ya wali ule. Huu ni msiba. Kwa hiyo mimi niwaambie wabadilike, waache uzamani, waende katika usasa. Kama timu inafanya vizuri, mnaweza mkajazana hapo uwanjani bure mkafungwa. Simba tulimtoa Zamalek Misri ndani ya Waarabu na uwanja umejaa na misafu juu. Na tumemondoa Zamalek. Hao watu kipindi hiko hawajui mpira. Ufaransa akaandaa mashindano au vilabu vingine vinaandaa mashindano kwenye nchi zao. Uwanja wenu umejaa na watu wanabeba kombe kwenu. Uongo. Wasijiongopee kwenda kuingia bure na ndio timu itashinda. Uongo. Wachezaji mnao au walimu waliokuwa na vyeti katika makontena wapo. Makisi walimu wetu wana vyeti. Wamejichora tu mwilini CV zao basi. Sasa nyinyi mshasema wachezaji wenu walimu wenu wana vyeti vimejaa makontena. Mbona sasa mnataka muingie bure moja kuongeza nguvu? Eti mshabiki mchezaji wa 12, mchezaji wa 12 anaingia bure. Kuna mchezaji anaingia bure. Kaka yangu nasema jana. Yaani kitu cha bure kimoja kushiriki ibada ya mazishi. Na hata ukimpita njia la ilaha illa Allah na wewe mwenyewe unaenda unaomba la ilaha illa Allah la ilaha upewe hela hiyo. Lakini starehe hela. Ukiona mtu apewa starehe bure, basi anapolipa ile starehe nasema katujue. Analipa kwa mazingira gani? Kama mwanamwenzio ukakata tiketi ya bure, unalipaje hiyo starehe? Unalipaje hiyo bure? Hamna mtu akao anapewa mtu kitu cha bure bwana. Utakubali vipi wewe mwanaume upewe kitu cha bure? Uwanjani mnapeleka kwa bure. Magari ya bure. Mnataka mwekewe na sahani ya ubwabwa, mwekewe na maji ya GSM. Haya, mnamlipa nini ya GSM? Au watu riziki zenu sio sawa. Mpaka tuelewi. Inakuaje bure bure? Mimi nakuaje bure? Mimi sielewi bure. Bure vipi bure? Mpaka bora kuna mechi zingine za timu ya taifa tunasikia rais kanunua tiketi 2000. Sijui nani kanunua. Wao hazijanunuliwa wameenda bure. Wanaendaje bure?
Wanataka kujifunza kupitia Simba. Ndio maana Mario kawaimbia ile. Hapo ile nyimbo nimeona ndo ikiimbwa ile nyimbo nakata viuno kishenzi. Wanapenda pam pam pam. Wanapenda bure bure naondoka. Taondoka bwana, nitaondoka. Wanapenda bure bure. Wanapenda bure bure tu. Pam pam pam. Yanga bure 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 pam pam. Bwana Mario ile nyimbo ndio maana pakoma alikata viuno sana. Umejamaa bure bure pam pam pam. Wanapenda bure bure pam pam. Kwa hiyo bure hiyo. Ndio bure itawaumiza. Mbaya ya bure. Lazima umlipe alokulipia. Mimi napata hofu hapo Tanzania wengi tumepoteza vijana. Sasa isije tukazidi kupoteza kizazi cha sasa. Maana bure inakuwa na madhara. Hamna mtu atoa hela yake bure shekhe. Hakuna. Dunia hii sasa mtu akupe bure tu. Hakuna bure shekhe. Lazima kutakuwa na dharura kwenye bure. Lakini ile dharura sasa inakuwa ya siri. Sasa wale wanaotamba tunataka na ile siri watuambie wale jamaa katulipia kwenda Lilongwe. Na nimelipiwa swimming pool. Cha ajabu mpaka swimming pool mwanaumezewa kakulipia. Jitu limekaa na jezi yetu eti nimelipiwa swimming pool. Nimelipiwa swimming pool. Namshukuru sana. Baada ya kuogelea na kupelekwa bure Lilongwe. Kilichotokea baada ya ile bure kitu gani? Mbona usemi? Au ndo kimya. Mtelezo kimya. Baki aseme kitonga haiwezekani wewe unamwambia kulipia mpaka swimming. Uogelee umevaa boxer. Unalipiwa vipi mwanaume na mwanaume mwenzio? Wana Simba Jumapili siku yetu ya kuvaa jezi ya blue kwa sababu Jumapili ni siku yetu ya picnic. Semaje anasema nyekundu bana. Jumapili blue na ndo mtoko na nyekundu. Nyekundu na ndo jezi yetu. Lakini ukipiga blue ndo unakuwa kimtoko zaidi ya furaha. Ya furaha. Kumbe unajua kama blue ya furaha bwana. Yaani jezi ya blue ya furaha. Nyekundu na ndio jezi yetu ya asili. Kwa hiyo uwanja upendeze na nyekundu na wale wengine wapige blue ili tuchanganye furaha au mje nazo zote. Wakati wa mechi unavaa nyekundu, mechi ikiisha unabadilisha. Kama Simba Day. Kila unapoangalia blue nyekundu. Blue nyekundu. Hadi uwanja umependeza. Na wote wale hawajanunuliwa wenyewe wamepasuka. Wameenda kununua jezi. Jamaa jezi wanapewa bure. Supu wanapewa bure. Tiketi wanapewa bure. Kwenye viti wanapoingia wanataka wakute maji na pilau. Msiba huu kwenye mpira. Wallahi lazima msiba. Sasa mimi nataka nijue baada ya kulipiwa unamlipa nini yule bosi?